received the word. We want to see what happened. The word came to him. He received the word. And he acted according to the word. He did it according to the command. But with a different attitude. Praise the name of the Lord. Number one, the word came. Those who are putting down their records. Number one, the word came. Because the word prepares the ground. So that you can act upon the directives of that word. When the word came, arise, Jonah rose up. Amen. So number two, he obeyed and he did what? He rose up. Because it came, arise. He rose up. But he rose up not to obey the directives. It was to tell, when he rose up, what was he to do? He was to go. So number three, he was to go to where he has been sent. Amen. Because he was sent to go to Tarsus. God's voice to Jonah was to Tarsus. Nowhere else. When it comes to us, when the voice of God comes to you, you have to obey the voice and the act according to the word. Go to Tarsus. Why go to Tarsus? Why go to Tarsus? To Nineveh, sorry. Why go to Nineveh? Why go to Nineveh? Because the place where he was to go was Nineveh. But in his mind, Tarsus came to his mind. And another word came to replace God's word. Hallelujah. Mawazo ingine ikaingia itoe mawazo ya Mungu. Mpango wa shetani ukaingia utoe mpango wa Mungu. Wewe unaenda Nineveh, wewe nenda Tarsus. That is where the problem comes in the hearts of men. When God begins to give them directives on what to do. Kila mtu aliokoka awe na mpango wa Bwana. Na uliokoka uliposikia sauti ya wokovu. Wakati sauti ilikuja, nani anataka kupokea Yesu? Ulisikia sauti, pokea Yesu. Na ukipokea Yesu, tuendelee na yeye. But on the way the devil comes, because he's a thief, he comes to steal, to kill, and to destroy. Another voice comes. You are not going to make it. Umeokoka, hautaweza. And the people gives you days. We are giving you 3 days. We are giving you 5 days. We are giving you this month to see whether you will make it. But I have come to tell you and I command you, you are going to make it. Any journey that you began because of the will of God. Kila safari ulianza na Bwana, lazima utamaliza. Lazima ukatae sauti za shetani. Sauti zitakuja, sikwambie utaweza. Sikwambie hautawezana. Unawezana na Mungu. Hautawezana na Mungu wewe. Utawezana na yeye sababu uliokoka na Mungu akakuleta. Amen. Utawezana na mimi. Hallelujah. Ni sauti tu, si kwamba hatuwezana. Ni sauti tu, sikutoe katika mwelekeo wa Bwana. Henda Nineveh, naenda Tarsus nikajificha. Listen. Alikuwa anataka kufanya nini? Kujificha kutoka katika uso wa Bwana. There is nowhere where you can hide yourself from the presence, from the face of the Lord. Mahali ambapo unataka kujificha, hapo Mungu yupo. Kuzimu yupo. Kila kona yupo. Hallelujah. So when he was taking another route, he came out of the presence of God. Because when God releases a word, as I've said, it is to give you what?
directives. And he has to accompany his word. He's waiting for his word to confirm it. When you receive it and obey it, he works together with you. He came out of the presence of God. When he told the children of Israel, let us move. Let us come out of Egypt and go to Canaan. Moses asked him, Lord, you are telling me to lead your people. Who will go with me? He didn't tell him the elders. I will give you a king. I will go with you. He told him, my presence will go with you. So at the time we spoke with Jonah, the presence of God was there to help Jonah to go and accomplish the mission which God had taught him, had given him to accomplish. So when he took another way, he came out of the presence of God. And from there, because uwezo kajificha macho ya Bwana, Mungu akaona ameba. Amen. Nineveh was his destination. Tarshish came to change the way. Amen. And that is what happens in our lives. When God tells you, do this, don't bring your own understanding in God's knowledge. Usilete mipango yako katika mipango ya Bwana. Ambia Bwana ni kwamba, let your will be done in this which you have taught me to do. Inua mikono yako mwambie Bwana, help me to do according to the command, according to your voice, according to the leadership of your spirit, in the name of Jesus Christ. Isaiah 30 verse 21, the Bible tells us, you shall hear a voice behind you, telling you or saying, this is the way. The way for Jonah was to Nineveh. But the devil's voice came to Tarshish. The devil, Shetani akaiba njia ya Tarshish, ya Nineveh, akaweka njia nyingine kwa mawazo yako. Ambia Bwana, kile uliweka pasiwe shetani, pasiwe pepo, pasiwe mtu, pasiwe mtu wa kubadilisha maono yangu, pasiwe mtu wa kubadilisha njia yangu, pasiwe mtu wa kuninenia sauti nyingine yako ndio nasikia katika jina la Yesu Kristo. May you walk according to the voice of God in Jesus' name. When he called Abraham in Genesis chapter 12, he told him, come out of your people, come out of your nation, come out and I will show you. He didn't even tell him where he's going. Jonah had directives, and he obeyed and he came out. When he came out, he received God's blessings. When you come out of the way of the Lord, instead of receiving God's blessings, you receive trouble. Amen. When he came out of the presence of God, listen, what was he to do there? Cry out. He was just to cry out to God, to that land. There is a problem. Come back to God. Crying out, praying, petitioning because of the land. God knows your plans. And God's plans in your life, it is only you who can destroy them. God cannot destroy his plans again upon your life. It is you through your disobedience. Amen. Here, listen. He was to cry out. Why? Number 6. Because there was wickedness. Kulikuwa na uovu. Kwa hivyo enda ulie. Kwa sababu ya hii uovu, stand in the gap. I'm sending you there to stand in the gap. Ezekiel 22, that says, I am looking for a man to stand in the gap. So he was to stand in the gap. And
to the Lord. Release petition because of the land. But he didn't do it. And I see what came out of his heart. Number one, know that. Now that is number one about disobedience. He obeyed to rise up. Amen. By the way, he rose up. First time, he obeyed, arise. He rose up. And when he rose up with an attitude. God, yes, I'm rising up, but I'm not going. And that is in my heart. Remember that the word of God tells us, he searches the hearts of his people. He searches the hearts of men. The Lord searches the hearts of men. Jeremiah 17 verse 9. He searches the hearts of men. The time he rose up with another attitude. God knew. Na akajua enda mwanaume tuonania mbele. Enda tu. Tutaonania mbele. Amen. But when he rose up, yes, I'm rising up, he rose up. But he rose up to do what? To flee. Amen. He rose up to do what? To flee. Disobedience. You are fleeing on the other direction, which I didn't tell you. Amen. You are going to Nairobi. No, you are going to Kitui. I didn't send you to Kitui. My assignment was at Nairobi. Or my assignment was at Makueni. But you are going to another direction at Kagudo. Now flee. But you are fleeing out of my command, out of my presence. Amen. From the presence of God. And they went to Joppa, to where the stage was, to Joppa, and they paid the fare. But listen, when he paid the fare, he entered into the ship. But let me tell you, he got lost of his life, of that which he had. Sababu ukitoka katika njia ya Bwana, waenda peke yako. Na ukienda peke yako, unapambana na dhuluma zote za maisha. Alilipa akaingia kwa chombo na akaenda. Na tena to make everything worse, hakuketi na watu, because he knew he has sinned against God. He went to them. Uko ndani akajifiche. Huwezi jificha macho ya Bwana. Kila mahali upo. Bible says the eyes of the Lord reach far than the floor, strengthening those who seek him. If you are seeking the Lord, he will strengthen you. If you are hiding from the Lord, he will. The opposite is he will weaken you. Amen. No strength, but weaknesses. Kwa hivyo sababu ya uoga akawa hawezi kaa na watu chini. Na kupitia pale, listen, kupitia pale, neno linasema, kupitia pale, alileta shida kwa watu ambaye hawakuwa na shida. Waliokuwa ndani ya chombo hawakuwa na shida. They were on their own way physically. But Jonah made the people of God to lose. He led them to loss. Kila kazi unaofanya, kila mipango unaofanya katika nyumba ya Bwana, jua uko pale, wengine wakuangalie, wengine waongoze, wengine wajue, utende wema. Ukitenda kinyume, jua waongoza katika shida. Amen. Amen. Nikiwaongoza kwa njia nyingine, na waongoza kwa shida. Nikianza kuwaambia tuabudu miungu mingine, na waongoza katika shida. Sababu wa kuabudiwa ni Mungu tu peke yake. Alipoingia naye Mungu akakasirika. Najua bahari niliumba, na kila chochote kilie pale. Ni kazi ya mikono, ni kazi ya mikono yangu.
Kwa hivyo shida ikaanza, mafuriko ikaanza, mawimbi ikaanza kwa bahari. Bahari ilikuwa imetulia, lakini kwa sababu ya Jona bahari ikachafuka. Leo nataka kutangaza ya kwamba kila bahari inayochafuka kwa ajili ya chochote kinaenda kinyume na wewe, lazima kiame, lazima kitoke. Bahari yako itulie, lazima safari yako iende vizuri. Kile kinaweza kuleta bahari ichafuke, lazima tupambane nasi. Dhambi ni nzito kuliko misiko. Dhambi ni nzito kuliko gunia la kitangalawe. Alipoingia meli ikaanza kuwa nzito, kwa sababu kuna mtu akona dhambi. Amen. Ikaanza kusingi, maji ikaanza kuingia. Hii shida ni ya nini? Ni shida ya nini? Wakatupa mali yao, wakapoteza mali yao, kwa sababu ya disobedience of one person who was free from the presence of God. Nataka nikuulize swali nikiwa sijaangalia. Ni nini Bwana alikwambia ufanye? Ni nini Bwana alikwambia ufanye? Katika nyumba yake, katika kazi yake, katika mipango amekupatia. Sababu usipofanya au tikamne kusama unasama tu, unasamisha wengine mpaka painuke mtu aliye na maono. Wakatupa mali yao. Amen. Wakatupa mali yao wapi? Kwenye maji. Amen. Walipotupa maji kwenye maji listen, wacha uone. The captain, verse 6. So the captain came to him and said to him, what do you mean, slumber? Arise, call on your God. What are you are sleeping? Arise. Listen, another word is repeated. God told him to do what? To arise. And now the captain of the ship is telling him to do what? Arise, call upon your God. Atamuita na amekataa. Atamuita amwambie nini? Sita siku hapo. Atamuita amwambie nini? Aliamuka. You slumber. Arise. Prepare your, perhaps your God will consider us so that we may not perish. Yes, our God is a merciful God, but the one who is going to call him is the one who is causing them to have trouble. Will you hear him? Will he hear him? Acha uone, nasema ajisaidie. Inaruka sababu ya time yako ni 3 minutes. Amen. And they said to one another, come, let us cast lots. We may know whose causes this trouble. Verse 7. Nani ameleta hii kisirani? Verse 8, they jumped. They asked him when they knew it is him, what is your occupation? What is your, verse 8? What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? Tunataka tukuelewe. Mtu anajulikana hivyo. Mtu anajulikana hivyo. Wewe kazi yako ni kali. Sababu kazi yako inaweza ikatupatia kuponyoke ama tusame. Na wewe unatoka wapi? Na nchi yako ni kali. Wewe si unajua wewe sasa utaenda kuanza Mungu. Hiyo maswali yote. What of your people? What the people are you? Hebu tuende hiyo nyingine usikia hapa. So he said to them, I am an Hebrew. Akaanza kujua shida imeanza. And I fear the Lord. Yes. He fears the Lord. But the Lord, the God of heaven, who made the sea the where I am, where we are perishing,
He made the sea and the dry land. Amen. Sikia kidogo. Hata kwa kingine. Testimony. Then the men were exceedingly afraid. Why have you done this? Kumalizia ni kwamba walikasirika na yeye, wakajua wewe. Alimwambia mimi nakimbia. I'm free, that he freed from the presence of the Lord because he had told them. Akawaambia mimi ninaogopa kutii. Kwa hivyo woga ni shetani kwa watu wa Mungu. Amen. Fear is the enemy of the greatness of God in his children's life. Woga na wao wakamwambia tumekutambua, wakamshika, wakamtupa kwa maji. Bwana asifiwe sana. Ndiposa watulie, lakini hata wakimtupa kwa maji kulikuwa shida. Nikimaliza, and after that God prepared another vehicle, the fish. 3 days he fasted. 3 days he did what? He fasted in the belly of the fish. And after that, the fish took another journey to return him. Wapendwa, tuchunge tusimezwe. Tuchunge tusipelekwe na gari nyingine. Bwana, let me tell you, I'm speaking this with all this obedience. I have told the Lord, hata ukiniambia nilale pale kwa jua mchana mzima nitalala. Ezekiel was told by God, sleep 360 days on one side. Don't turn 360 days. Ukilala na upande moja. How many years? 300. Is it 1 year? 1 year. Usipinduke. Yani, akililia watu. Let me tell you, haki watumishi wa Mungu wamehangaika. Yani analilia watu na anayelilia vichwa ngumu. Lazima watu waelewe. Na akimaliza hivi akipita amemaliza akamwambia pinduka to another side. Sleep again. Hakumwambia alale na tumbo wala kipindiko. Unajua tumbo unaweza ukarelax on one side. Jonah alifanya watu wa Mungu kukosa. Wewe umeambiwaje na Mungu? Wewe Bwana amekutuma ufanye nini? Hapo kufagia, kuimba. Kuna watu wanakaa kwa nyumba tu. Na Mungu anasikia sauti vizuri. God is calling me to this ministry. But your back is what will bring stagnation in your life. Let me tell you. Nobody can say that he has not stagnated on his one way or the other. Sin causes us to stagnate in every direction that God has given unto us. Dhambi tu inatupatia kukwama. Tungekuwa level hii, dhambi inatufanya. Leo tunaambia Bwana, hakuna dhambi itatufanya tukwame. Na tukikwama, wakwama peke yetu. Hallelujah. Lazima tukatae kukwama. Lazima tukatae kupoteza. Sisemi na Double Grace peke yake. Nasema na kila kanisa la Bwana. Kila kiongozi lazima asimame vizuri. Kila kiongozi lazima aongoze vizuri. Kila kiongozi lazima ukatae dhambi. Baba si mshirika. Mshirika anaweza kuja na dhambi sababu kiongozi na basi anawaombea. Wewe kiongozi, kaa vizuri. Kanisa la Bwana isije kastagnate. Shida tuliyopitia na tunaipitia kama taifa ni viongozi. The leadership of the nation needs to listen. Yesterday I'm speaking this without fear because everybody was in the breakfast, in the prayers. I was in prayers in my house. Listen, leaders of this nation, I'm just a voice. We know what is happening. Kunena ukweli tunajua na tunaelewa. Kuna shida katikati ya rais na vice president. Si kitu ya kuficha. Amen. Kuna shida na tunaenda kuomba, tuliomba, si niliomba. Tunaenda kuomba na tuku reconcile. That is a prayer of a miss.
before making prayers, they would have reconciled them as the leaders of the church in this nation. Ni baba zetu, tunawaheshimu, lakini mimi I was there keenly until it ended. Always, when the president and the vice president are at the same place, the vice president rises to welcome the president. If I am a sinner, let God forgive me. But I'm speaking the truth because we must speak the truth to put this nation to where it is supposed to be. It's the leader of the interfaith. He's our father. We honor him. We respect him. He welcomed the president. DP akiwa ameketi chini. I felt a sword in my spirit. I'm not combining for anyone. But always, kila wakati mahali president na vice president wake, yeye pia anamkaribisha. Nikashiba what is up. Anyway, ni mipango walipanga, lakini tuliomba. But the prayer amiss. First thing, repentance. After repentance, reconciliation. After reconciliation, now we shout up. Amen. For God to hear us, He tells us He will never hear a prayer prayed by anyone hiding sin in his heart. We are praying for our nation. We are praying for our nation. And I promise to pray for two of them until they come to reconciliation, until they come together, until they greet one another the way they used to greet one another. Because they are our fathers, they are leading us to another destination. Amen.